Mheshimiwa Waziri Gwajima, mimi nakukubali sana, unapiga kazi nzuri. Bila shaka Watanzania karibu wote tunakukubali. Kuna eneo moja ambalo mimi nimependa nishiriki na wewe, nikushirikishe ili uweze kuboresha vizuri zaidi kazi zako. Huwa mara nyingi na kuona linapotokea watu kwenye mitandao wanaleta mambo mabaya, mambo machafu, basi unajitokeza na kuhitaji watu wakusaidie kupatikana kwa mtu huyo. Ni hatua nzuri, lakini mimi ningeshauri uiboreshe zaidi, kwa sababu ninaona kama umeingizwa kwenye mtego fulani na watu hao. Inaweza kuwa mtego wa makusudi au mtego huo si wa makusudi, lakini ipo hivi. Wewe ni waziri na ni mtu maarufu sana, tamko lako watu wanalifuatilia sana. Kwa hiyo inapotokea mtu mtandaoni ameposti kitu kibaya, unapotamka kumtafuta, manake unampaisha mtu huyo, unamtrendisha mtu huyo, watu wanaanza kuhangaika kujua huyo mtu ni nani, amefanya nini, wanatafuta. Kwa hiyo anachokitaka anakipata kwa upana zaidi. Kama viewers atapata wengi zaidi, followers atapata wengi zaidi. Mwisho wa siku unakuwa umempaisha, na lengo lake la kupata viewers wengi, followers wengi linakuwa limetimia. Kwa hiyo kwa upande wako utafanikiwa kumpata, kumuonya, ataomba samahani, lakini kwa upande wake atakuwa amepata faida kubwa sana, kwa sababu watu watakuwa wamemfahamu zaidi na atakuwa amepata like nyingi zaidi, followers wengi zaidi, viewers wengi zaidi, na mwisho wa siku anapata kipato anachokitafuta. Kwa hiyo kwa jitihada zako hizo za kurekebisha mambo, unajikuta umefanya jitihada za kueneza zaidi na kumpaisha zaidi na kumpa kipato huyo mtu ambaye aliyekosea. Badala ya kumpatia adhabu, unakuwa umemtunukia zawadi. Sasa ushauri wangu mimi ni kwamba vizuri watu wa aina hii, wewe una vyombo vingi, una dawati la jinsia pale kwenye jeshi la polisi, lakini kwa sababu uko kwenye wizara, maanake una mashirikiano ya moja kwa moja na jeshi la polisi kwenye yale ambayo ungependa yarekebishwe kwenye jamii. Kwa hiyo ninashauri kama yanapojitokeza mambo kama hayo, basi vizuri tumia vyombo vya usalama kuwatafuta hawa watu kimya kimya, badala ya kutumia njia ambazo zinawapaisha zaidi badala ya kuwarekebisha. Hiyo ndo rai yangu kwako Mheshimiwa Waziri, na ningefurahi sana kuona unatumia njia hizo ili kutowapa nafasi zaidi watu hawa kwenye jamii. Mwisho, Mungu akubariki sana, endelea na kazi, piga kazi. Watanzania tunakubali kazi zako.